Na lengo la somo kuelewa wao ni akina nani machoni pa Mungu na umuhimu wa kuishi kulingana na utambulisho wao kama wana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Mara nyingi sana watu tumekuwa tukitambulikana kulingana na elimu zetu, kazi zetu, mahusiano yetu, wazazi wetu. Imekuwa ni vitu ambavyo vinatutambulisha. Mfano mtu anasema daktari, anasema yule ni daktari. Mtu anasema walimu, anasema yule ni mwalimu. Mtoto wa mkulima, anasema yule ni mtoto wa mkulima. Unaona? Lakini wewe katika Kristo wewe ni nani? Hilo ndio jambo la msingi ambalo unatakiwa unitambue. Sio kwamba sasa mimi nimeokoka nafuata Yesu afu utambue wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tutaanza na utambulisho wa Mkristo kulingana na Biblia. Mwenye Biblia fungue kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Mwanzo 1:26. Wakati unafungua 1:26 moja afungue Yohana 1:12. Au Biblia iko moja basi? Iko moja. Basi sawa. Tuanze na hiyo Mwanzo kwanza. Mwanzo 1:26. Inasemaje? Ndipo Mungu akasema, tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale juu ya samaki na baharini na ndege wa angani, juu ya mifugo, juu ya dunia yote na juu ya viumbe vyote watambao juu ya nchi. Amen. Bwana asifiwe. Hapo tunaona Mungu anasema kwamba anatumfanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu, si ndio? Amen. Maana kitu cha kwanza ambacho tunataka ujue kabisa kwamba wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu. Kama Mungu akitupa neema, wakati mwingine tunaweza tukajifunza kwa undani zaidi. Anaposema mfano wa Mungu na sura ya Mungu, ni ile tabia ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Ile tabia ya Mungu na asili ya Mungu ndio ambayo sisi tunayo ndani yetu. Kwa hiyo wewe si wajali. Mungu alikuumba kwa sura yake mwenyewe, Mungu alikuumba kwa mfano wake. Kwa hiyo dunia inaweza kukwambia wewe haufai, wewe hauna maana, wewe si lolote kwa sababu labda ya maisha ambayo unapitia wakati huu. Lakini wewe hutaki kuangalia dunia inakwambiaje. Unatakiwa kuzingatia ni kujua kwamba wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu. Kwa maana hiyo wewe ni mtu wa thamani mno hata kama watu wanakudharau. Bwana asifiwe sana. Amina. Lakini pili, wewe ni mtoto wa Mungu. Kwa hiyo moja hapo tumeona kwamba umeumbwa kwa sura ya Mungu na mfano wa Mungu. Pili, wewe ni mtoto wa Mungu. Yohana 1:12 inasema kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika. Naomba tusomee. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba kila mmoja ambaye amempokea Yesu Kristo amefanyika kuwa mwana wa nani? Wa Mungu. Kwa as long as wewe umempokea Yesu Kristo, wewe ni mwana wa Mungu. Lakini kama hujampokea Yesu, wewe si mwana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kama wewe ni mwana wa Mungu, maana wewe ni mtu wa thamani. Ni mtu ambaye unatakiwa utambue kwamba wewe ni mtu wa thamani kubwa sana. Haijalishi leo hii uko katika hali gani au uko katika mazingira gani. Bwana asifiwe sana. Shetani anaanza kukupotosha, akafanya usijielewe, akakupeleka kwenye uzinzi, kwenye uasherati, kwenye ulevi, kwenye uvuta bange, matumizi mabaya, kauli mbaya, matusi, akakufanya unafanya mambo ya ajabu ili usione thamani yako au thamani wako. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukishatambua kwamba wewe ni mwana wa Mungu, maana yake standardi zako zinatakiwa ziwe za kimungu. Maisha yako yao yanamreflect nani? Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo shetani asikuongopea akakudanganya. Hata kama sasa hivi unapitia hali gani, unatakiwa ujue kama Mungu anakuwazia mema. Andika Yeremia 29 mstari wa 11. Yeremia 29 mstari wa 11. Nasoma kwa muda wako, sawa? Nasema kwamba Mungu anakuwazia yaliyo mema. Maana hata kama wanadamu wanakuwazia mabaya, baba yako, familia yako, ndugu zako, mwalimu, rafiki yako anakuwazia mabaya, inakupasa tambua kwamba Mungu anakuwazia mema. Kwa kama Mungu anakuwazia mema, mawazo ya Mungu ndio atakaothibitika kwenye maisha yako. Hakuna kitu kinachoweza kushindana na nani? Na Mungu. Alafu tatu, wewe ni kiumbe kipya ndani ya Kristo Yesu. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Kwa kama zamani kulikuwa unaishi maisha ya dhambi, unaishi maisha ya uovu, maisha mabaya, maisha ya mateso, unapompokea Yesu Kristo tu unaanza maisha mapya. Yaani sio kwamba unabadilisha ile maisha ya zamani, maisha mapya kabisa. Wanatosha sana. Ndio maana Warumi sura ya 12 mstari wa 2 anasema kwamba msifuatishe namna ya dunia hii, bali mfanywe upya kwa kugeuzwa nia zenu, mpate kujua tumaini kamili lililo katika Kristo Yesu Bwana wetu. Maana yake ni kwamba unapompokea tu Yesu Kristo, unaokolewa mara moja. Kitendo cha kuokolewa ni kitendo cha mara moja.
Yaani wewe hahusiki wala hautumii nguvu yoyote. Andika kwa daftari lako Waefeso 2:8-9. Utasoma kwa muda wako. Anasema kwamba mmeokolewa kwa neema, si kwa matendo, wala mtu yeyote asijisifu. Unaona? Kwa kuokolewa, roho yako inaokolewa mara moja tu, kwa wakati mmoja tu. Hiyo inaitwa positional sanctification, yaani kiroho unahamishwa kutoka kwenye giza unawekwa kwenye nuru. Kama ambavyo Wakolosai 1:13 nadhani inasema kwamba tumehamishwa kutoka gizani kupelekwa nuru na kufanywa wana wa pendo la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo shetani asikukumbushe makosa yako ya zamani kwamba wewe ulikuwa hivi, ulishawahi kuiba, ulishawahi kusema uongo, ulishawahi kumsingizia mtu, ulishawahi kufanya kitu fulani. Shetani asikudanganye akakupeleka kuwa mtumwa wake. Watakao ujue kabisa ulipompokea Yesu umekuwa kiumbe kipya ndani ya Mungu. Wewe ya kale yote amepita, yote. Hata hajalishi ulikuwa umekosea makosa gani, hajalishi ulifanya kitu gani, lakini yote yanakuwa yamepita, mambo yanakuwa ni nini? Mapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo yanakuwa ni nini? Mapya. Lakini pia wewe ni mshindi katika Kristo. Angalia Warumi 8:37. Andika Warumi 8:37 na Wafilipi 4:13. Naanza kusoma na Warumi 8:37. Inasema lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Wote ambao tupo ndani ya Kristo. Kwa sababu yule aliyetupenda ni Mungu. Na Mungu anakaa ndani yetu. Na aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye katika ulimwengu huu. Kwa hiyo tuna uhakika wa kushinda zaidi ya kushinda yote ambayo tunapitia. Kama ni njaa tunaweza kushinda. Kama ni dhambi tunaweza kushinda. Tamaa tunaweza kushinda. Vikwazo vyote tunaweza tukashinda. Umasikini tunaweza tukashinda. Magonjwa tunaweza tukashinda. Mapepo na nguvu za giza tunaweza kuvishinda. Vyote hivyo tunavishinda zaidi ya kuvishinda katika yeye aliyetupenda, kwa sababu aliye ndani yetu sisi ni mkuu kuliko aliye katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi hatukuumbwa kushindwa. Hofu haitakiwi juu ya maisha yetu, lakini Wafilipi 4:13 inasema kwamba naweza kufanya mambo yote katika Kristo anijae nguvu. Hapa Mtume Paulo anasema naweza mambo yote katika Kristo. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari alikuwa ameshafanya. Amekutana na njaa, amekutana na dhiki, amefungwa, amepigwa mpaka akajua amemuua. Kumbe hawajamuua, akamenusurika kufa, lakini bado anaendelea kusimama na Yesu kusonga mbele. Kwa hiyo baada ya kushinda vikwazo vingi vya kila namna, aina nyingi, anasema ninaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Akatambua kumbe nimeweza kuvuka haya yote. Si kwa nguvu zangu. Ingekuwa kwa nguvu zangu au kwa akili zangu, nisingeweza kuvuka. Kumbe Mungu ndiye ambaye amenisaidia. Mungu ndiye ambaye ameniwezesha. Ule wakati nilipokataliwa, ule wakati sikuwa na ada, ule wakati nilipokosa chakula, wakati sikuwa na mavazi, wakati ambapo mambo yalikuwa ni magumu, watu wote wamenikataa, wamenitenga. Ni Mungu ambaye alinisaidia. Kama Mungu asingenisaidia, maana yake ningeangamia au pengine ningeingia kwenye mambo mabaya. Unaona? Kwa kumbe tunaweza mambo yote, si kwa sababu tuna nguvu au akili sana au fahamu, bali kwa sababu tuna Mungu ambaye anaweza katika mambo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Namna ya kuishi sasa kwa utambulisho wa Kristo. Kwanza unatakiwa kukubali pendo la Mungu kwako. Kubali pendo la Mungu kwa nani? Kwako. Kwa mfano, ukisoma waraka wa kwanza Yohana wa kwanza ile sura ya 3 mstari wa kwanza, anasema tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu. Kwa Mungu anatoa pendo lake kwetu sisi. Ila ni maamuzi yetu sisi kulikubali au kulikataa. Ndio maana wokovu ni bure, lakini mtu anaamua kuokoka. Uzima wa milele ni bure, lakini mtu anaamua aokoke au asiokoke. Si ndio? Halazimishwi mtu. Maana yake ni kwamba Yesu tayari ameshalipa gharama, ameshamaliza kila kitu kwenye msalaba. Alishafanya kila kitu. Kwa hiyo ni mtu mwenyewe kuamua tu kwenda msalabani kuchukua wokovu. Kwenda msalabani kumwambia Yesu, ninatubu dhambi zangu. Nataka uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Hilo tu ndio ambalo mtu anataka kulifanya. Kwa hiyo unapokubali kumpokea Yesu, maana yake umekubali nini? Pendo la Mungu. Bwana Yesu asifiwe.